na maneno yake anasema, anamwambia Wahab, fadaka abi wa ummi qatilatuna tayyibina dhurriyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia baba na mama yangu wawe fidia kwako wewe Wahab, kwa kutuheshimisha kupambana kwa ajili ya kukinusuru kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahab anamwambia rudi. Mwanamke yule ameng'ang'ana, hataki kusikia kurejea. Mwanamke yule akaongeza maneno mengine kumwambia mumewe, akasema, inni lan ad'uka duna an amuta maki, mimi Wahab siwezi kukuacha mpaka nife pamoja nawe. Akawa ameshikilia nguo ya Wahab. Wahab yuko katika viwanja vya mapambano, mwanamke huyu kashikilia nguo, hataki kurudi, anataka pambane pamoja na mume wake. Ndipo pale al-Imam al-Hussein alayhi salam akaona kinachoendelea, akaingilia kati, akalegea na kumwambia mke wa Wahab, akamwambia maneno, jizitum min ahli baiti khairan, ninyi mmekusharibwa kheri kutokana na hawa ahli baiti alayhi salam. Irji'i rahimakillah, rejea Mwenyezi Mungu akurehemu. Ila nisa'i fajlis ma'ahunna fa innahu laysa 'ala an-nisa'i qital, rejea katika hema la kina mama, rejea kwa kina mama wenzio, kwa sababu wanawake hawajaandikiwa masuala ya mapambano. Jihadi wanawake hawajaandikiwa. Jihadi tunaosema ni jihadi ya Maiduni. Wanawake wana jihadi yao. Miongoni mwa jihadi ni ile jihadul mar'at husnul tabaud. Jihadi ya mwanamke ni ile khidma nzuri anaifanya katika nyumba yake. Yaani kama ninyi hapa mko katika jihadi ya mapambano ya masomo, ile mwanamke kukuendo, kukusaidia, kukuliwaza, hii naye ni jihadi yake, anapata sababu ya jihadi ya kimasomo. Kwa hiyo Imam al-Hussein anamwambia rejea, kwa sababu ninyi hamna jihadi ya kupambana kwa upanga. Mama yule kwa kuheshimu maneno ya mtukufu wa daraja anarejelea katika eneo alilokuwa. Lakini akiwa kule anaona mumewe bado yuko anapambana. Mwana mama huyu roho bado inamrukaruka, mumewe yuko viwanjani. Akasema siwezi kulizika, naingia tena. Akachukua mkongojo, anaelekea katika maeneo yake. Kabla hajafika mumewe anaipata shahada. Tazama mama huyu namna alivyokuwa jasiri. Alipopata mumewe shahada, moja kwa moja anakwenda katika mwili wa mume wake. Anafika katika mwili wa mumewe, anaupangusa vumbi, na huku akitoa maneno kwa ajili ya kuomboleza. Na hapo utaona kuna tofauti ya kuomboleza wakina mama hawa ambao wamelelewa katika mazingira haya ya kitauhid na wakina mama wengine wenye wamelelewa katika mazingira ya kawaida au ambao wanaishi katika mazingira ya kawaida. Mama huyu baada ya kuona mumewe kaipata shahada, anasema maneno gani? Anasema mama huyu, haniyan lakal janna, haniyan lakal janna, as'alullah alladhi lazaqaka aljanna ay yusahibani ma'ak. Mama huyu anamwambia, ninakupongeza mume wangu kwa kupata pepo. Ninakupongeza mume wangu kwa kuipata pepo, na ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuruzuku pepo aniunganishe pamoja nawe. Na mimi katika maneno yangu sema hii ni dua hapo ikajibiwa, kwa sababu Shimla alipoona tukio lile anaamrisha vijana wake kwenda kummaliza yule mama. Anawaambia, mnamchelewesha nini huyu mama, nendeni mkampumzishe. Wanakwenda kumpumzisha yule mama, wanampiga mkongojo, yule mama anafia pale pale. Lakini
yale maombolezo yake, ile dua aliyoiomba ya hani'an lakal janna as'alullah alladhi razaqaka aljanna an yusahibani maka, ikawa imetimia pale pale. Sasa kwa malezi ambayo tulionayo sisi kwa kina mama zetu, wake zetu, je, wanaweza wakafikia level hii ya kusema maneno haya?